simulizi moja yanayomhusu baba wa familia ya mama, watoto na mama mkwe wa yule baba wa familia. Walifunga safari katika kipindi cha Kwaresma, wakatoka nchi moja kwenda kuhiji Yerusalemu. Na kwa bahati mbaya, kutokana na uzee wa yule mama mkwe, mara tu baada ya kufika kule Yerusalemu, siku ya pili ya hija yao, yule mama mkwe akafariki. Basi yule baba wa familia akaanza mchakato wa kumrudisha nchini kwao, na alipoenda kuuliza, basi wale wanaohusika wakamwambia, kama utaamua kumsafirisha ndugu huyu kurudi katika nchi yako, itakugharimu pesa nyingi kidogo, kama milioni 10 hivi. Lakini kama ukiamua kumzikia hapa hapa Yerusalemu, usimrudishe kwao, basi itakugharimu kiasi kidogo tu, kama 300,000 hivi. Basi yule baba wa familia akawaza na akafanya maamuzi magumu. Akasema, nipo tayari kumrudisha nchini kwangu kwa gharama zozote zile. Basi wale waliokuwa wanaongea naye wakashtushwa na wakasema, hakika ulimpenda mama mkwe wako. Lakini yeye kwa hasira akakataa, akasema, hapana, sijawahi kumpenda. Kila mmoja akashangaa kwamba sasa kama upo tayari kutumia kiasi kikubwa hivyo na unasema haumpendi, sasa ni nini? Akasema, hapa Yerusalemu ipo simulizi kwamba kuna mtu alikufa akazikwa na baada ya siku 3 akafufuka. Hivyo mama huyu nikimzikia Yerusalemu, na kwa sababu ndiye alihamasisha mpaka sisi tukaja kwenye hija hii, kwa sababu alimpenda mtu huyo, nadhani atafufuka baada ya siku ya 3 na atarudi tena kutusumbua. Hivyo bora nimrudishe nchini kwangu asifufuke. Wapendwa, tukiamini juu ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi tutafufuliwa. Tukiamini juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi tutafufuliwa. Hayo si maneno yetu, ni maneno ya Kristo mwenyewe. Katika hali ya kawaida ya kibinadamu, mtu anapokufa tunahuzunika. Siku ya Ijumaa Kuu, Bwana wetu Yesu Kristo alipoteswa na kufa, wanafunzi wake waliumia, walihuzunika. Wengine walisambaratika, wakaondoka. Tunasikiliza simulizi mbalimbali, tutazisikia huko baadaye. Wanafunzi wanatoka Yerusalemu wanarudi Emau, wanakata tamaa, wanadhani yule waliomwamini hayupo tena, wanaondoka. Lakini baada ya siku 3 Kristo anawashangaza watu wote, anarudi ulimwenguni. Hili ni tukio la ajabu na ndiyo sherehe ya leo. Hii ni sherehe kubwa kati ya sherehe zote katika kanisa takatifu. Hivyo tunaalikwa kumsherekea Kristo mfufuka, sio tu kwa maneno bali kwa matendo. Na kwa nini tunamshangilia huyu Kristo aliyefufuka? Ni jambo la kustaajabu kidogo. Kama wanadamu, mtu aliyekufa baada ya siku 3 akarudi, kitu cha kwanza kinachokuja katika akili zetu ni kuogopa. Lakini Kristo tunamshangilia mara moja. Kwa nini? Tunamshangilia kwa sababu ufufuko wake umeshinda mauti. Ufufuko wake unatupatia uzima wa milele. Ndugu zangu, inamaanisha kwamba Kristo kwa kushinda kwake mauti na kuleta uzima wa milele, mimi na wewe tutakapomaliza safari yetu hapa duniani tutapata uzima wa milele. Kifo ni adhabu ya dhambi. Kifo ni kutokuurithi ufalme
wa mbinguni. Hivyo tukimwamini Kristo tunapatiwa uzima wa milele, maisha baada ya safari yetu hapa duniani. Lakini pia tunamshangilia Kristo kwa sababu amefukuza giza la dhambi, giza liloingia ulimwenguni mara baada ya wazazi wetu wa kwanza kutenda dhambi. Anafukuza giza, analeta mwanga, na ndio maana tunao hapa mshumaa wa Pasaka. Lakini mwisho tunamshangilia Kristo kwa sababu ametupatia matumaini mapya. Alipokufa watu walikata tamaa, anapofufuka watu wanashangilia na kupata tumaini jipya kwamba sio mwisho wa safari yetu hapa duniani. Bado tuna safari nyingine huko mbinguni kwa kanisa shindi. Wapendwa, wa masomo yetu yote ya leo yanajaribu kutupa ushuhuda wa sherehe hii kubwa. Tumemsikia Mtakatifu Petro katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Anasema Yesu aliyesulubiwa sasa amefufuliwa. Na sisi, yaani mitume na wafuasi wengine wote, ni mashahidi wa jambo hilo. Na pia mwinjili Yohane anasema vivyo hivyo, anatupa picha halisi ni namna gani alfajiri ile ya Yesu Kristo kufufuka mambo yalivyokuwa. Wanawake wanakuwa watu wa kwanza kupata habari za ufufuo wa Kristo. Kuna mtu alishaye kuuliza hili swali, kwa nini wanawake wanakuwa wa kwanza kupata habari hiyo ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo? Na akajibu kwa kusema kwamba kama Yesu angejidhihirisha kwanza kwa wanaume, taarifa yake ingechelewa kusambaa. Hivyo akajidhihirisha kwanza kwa wanawake ili waipeleke ile habari yake haraka haraka mji mzima, kwa sababu hapo vizuri katika kusambaza taarifa. Lakini Yesu anajaribu hivyo kudhihirisha ufufuko wake kwanza kwa wanawake, baadaye kwa mitume. Huo ndio ushuhuda wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na si kama Wayahudi, si kama wakuu wa makuhani walivyokuwa wanasema kwamba mitume wake wamepanga njama ya kumuiba, bali Kristo amefufuka kweli. Wapendwa, ujumbe mkubwa ambao tunaondoka nao leo katika adhimisho hili la misa takatifu ni kwamba kushindwa na kuteseka si mwisho wa maisha. Kushindwa na kuteseka sio mwisho wa maisha. Ewe unayeteseka kwa namna yoyote ile, unayekata tamaa, kaa ukijua kwamba Kristo kwa kufufuka kwake amekupa matumaini, anakuinua, anakutoa katika kaburi lako, anakufufua uanze upya maisha yako. Tutiwe moyo kwa tukio hili la leo la Kristo kufufuka. Kamwe tusikate tamaa. Kama binadamu tunakumbwa na udhaifu huo wa kukata tamaa hapa na pale. Sherehe hii tukumbushe kwamba hata Yesu alipodondoka aliinuka na kuendelea kubeba msalaba wake kuelekea Kalvari, na hiyo ndiyo iliyotuletea ushindi, iliyopelekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, iliyopelekea sherehe hii kubwa kuadhimisha siku hii ya leo. Kristo hakushuka msalabani. Kristo hakushuka msalabani. Tunapoteseka tusikate tamaa. Ushindi, furaha, vyote vile vitaletwa na Mungu wetu kwa sababu anatupenda, na hicho ndicho anachotuahidia siku hii ya leo. Ni kama mwanafunzi ambaye amekata tamaa, amefeli, anajiona tena hawezi kuendelea na masomo, alafu Mungu anatokea anamwambia inuka, anampa kila kitu anachohitaji ili afaulu. Lakini Kristo anapotupa mahitaji yetu ili tusianguke tena, anatupa wajibu kwamba usipotumia hivi vitu ninavyokupa utaanguka. Hivyo leo tunaposherehekea tunapewa pia wajibu wetu. Amekupatia marafiki, amekupatia imani,
amekupatia watu ambao watakusaidia wewe pale ambapo msalaba wako unaona mzito. Anatupatia Simoni wa Kirene. Je, tunawatambua watu hawa katika maisha yetu au nao ni mizigo kwetu? Tumwombe Mungu atusaidie watu hawa tuwagundue katika maisha yetu, tuwatumie kweli kufikia wokovu pindi tunapohisi kukata tamaa. Wapendwa, katika sherehe hii ya leo, kama tulivyosikia katika somo la pili la Mtume Paulo kwa Wakolosai, anasema tuishi tukitafuta mambo yale ya mbinguni. Kwa maneno marahisi ni tuishi kwa kufuata amri za Mungu. Hii ni sherehe ambayo inakuja na wajibu. Na ili wajibu huu utimilike, kila mmoja wetu analo deni. Na deni hilo ni kuushuhudia ufufuko wa Kristo. Kuwa kama Maria Magdalene, kuwa kama mitume hawa Petro na wenzake, ambao mara baada ya kupata taarifa za ufufuko wa Kristo wanamtangaza Kristo huyu mfufuka kwa watu wote. Na sisi leo tunaalikwa tuwe mashuhuda wa ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuwa shuhuda wa ufufuko wa Kristo haimaanishi tu ni katika kumwaga damu kama walivyo watakatifu mashahidi ambao tunawaadhimisha hapa na pale, bali ni katika vitu vidogo vidogo. Uwe sababu ya matumaini kwa waliokata tamaa. Wapo watu ambao wanakufuata na kukwambia, nadhani biashara hii nitaifunga kwa sababu sipati faida, nakata tamaa, nimechoka. Tupo ambao mioyoni mwetu tunafurahia na unasema tulijua tu. Kristo leo anatualika, mtie moyo, mpe matumaini. Wapo watu ambao wanatufuata na matatizo mbalimbali ya kifamilia. Mioyoni mwetu tunasema tulijua tu hamtaweza kukaa pamoja. Kristo leo anatuambia mpe matumaini. Kwa kufanya hivyo tunamshuhudia Kristo mfufuka. Lakini pia tunamshuhudia Kristo mfufuka kwa kuwa sauti za wanyonge, sauti za wale wanaokandamizwa. Wakati Kristo bado yupo katika utume wake kuelekea Yerusalemu, sasa wakati yupo njiani, tunakumbuka ile simulizi, anakutana na kipofu. Na anaposikia kwamba Yesu Kristo anapita, akapaza sauti akasema, Yesu nisaidie. Miongoni mwa wafuasi wa Kristo walimnyamazisha. Miongoni mwa wafuasi wa Kristo walimnyamazisha. Miongoni mwetu wapo watu wanaowanyamazisha, wanaojitahidi kupaza sauti zao wapate haki yao. Kristo leo anatualika tupaze sauti za wanaonewa. Tusiwe na sura mbili mbili, kwa sababu katika simulizi ile, mara baada ya Yesu kusikia kilio kile na kumwambia njoo, wale waliomwambia unyamaze ndio akamshika mkono na kumpeleka kwa Kristo. Ndugu zangu, leo ni siku ya kufanya mabadiliko. Tumshuhudie pia Kristo kwa kuwasaidia wahitaji. Jambo hili tumelifanya sana katika kipindi cha Kwaresma, lakini wengi wetu tulilifanya kama kundi, kazini, kanisani, uwaka wa wata viwawa, utoto mtakatifu. Kwa pamoja tulifanya matendo ya huruma kadiri ya ratiba tulizojiwekea. Je, wangapi walifanya kwa kupata msukumo wa ndani kutoka katika mioyo yao? Wangapi walifanya matendo ya huruma
kutokana na ulazima binafsi waliosikia katika mioyo yao, na sio kadiri ya utaratibu waliojiwekea kama kikundi. Wahitaji tunao katika familia zetu, majirani zetu, sehemu zetu za kazi, na watu fulani wadogo wadogo ambao mara nyingi tunaona kama watu ambao hawana uhitaji wowote, lakini Kristo anatualika leo tuangalie kwanza hao, tumshuhudie Kristo kwa wahitaji, lakini mwisho tumshuhudie Kristo katika maisha yetu wenyewe. Tuishi kama watoto wa ufufuo, watu wamjue Kristo kupitia maisha yetu. Tusitumie nguvu kumtangaza Kristo kwa watu wote. Maisha yetu yawe sauti tosha ya kumtangaza Kristo kwa wale ambao bado hawamfahamu. Mtu atakapoiona familia yako, mtu atakapowaona watoto wako, waseme hakika hawa ni wafuasi wa Kristo mfufuka. Ndugu zangu, mwisho kabisa, alama kubwa ambayo inatumika katika sherehe hii kubwa ya leo ni kaburi lipo wazi. Kristo hayupo tena. Kaburi hili linafananishwa na mioyo yetu, ambapo hapo awali ilikuwa ipo katika giza la kukata tamaa, chuki, choyo, majivuno, kiburi, tamaa mbaya. Lakini baada ya ufufuko, mwanga unapoingia, giza linaondoka. Tumruhusu Kristo afufuke katika mioyo yetu. Tukifanya hivyo, hakika mambo madogo madogo kama chuki, choyo, kiburi, hakika vitaondolewa katika mioyo hii. Tutakuwa wana wa Mungu. Hivyo leo tukumbuke sisi tunaoteseka, sisi tunaokata tamaa, kwamba ushindi, furaha, matumaini yapo na Kristo yupo tayari kutuletea, kama tu tukikubali kuishi kadiri ya mapenzi yake. Hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Hivyo tumwombe Mungu atujalie tuweze kuibeba misalaba tunayokumbana nayo katika maisha yetu ya ufuasi kwa unyenyekevu, bila manunguniko, na tuwatumie wale watu ambao Kristo mwenyewe anatuletea watusaidie kwa namna moja au nyingine kubeba misalaba yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa kweli watoto wa nuru, na hatimaye tutaurithi ule ufalme wa milele ambao Kristo anatuahidia. Tumsifu Yesu Kristo.